Tupo katika kituo hiki cha shule yetu ya Centenary Secondary School, wakitualika tubariki jengo hili kwa ajili ya hosteli ya wasichana. Tumesali misa ya Jumamosi ya leo, misa kawaida tu, lakini tunasimama hapa tukisali misa hii kwa shukurani kubwa ya Mwenyezi Mungu kwa kusikia maombi yetu baada ya kifo cha aliyekuwa Baba Mtakatifu wetu Francisco. Tumekuwa na uchungu mkubwa na maombolezo kadiri ya taratibu za kanisa, kama wengi mlivyokuwa mnafuatilia kwenye vyombo vya habari, na hatimaye tumempata papa mwingine. Anaashiria somo letu pia la Injili. Tunapomkuta yuko pale Petro, anasema sasa, Kristo anawauliza, nanyi wote mmekwazika kwa kuula mwili wangu, na nyinyi mnataka kuondoka? Mtume Petro anasema, Bwana, twende kwa nani? Ni moja kwa moja Mtakatifu Petro anajibu kama kweli harifa wa Bwana wetu Yesu Kristo, anayesimama pale akiongoza mitume. Twende kwa nani? Nadhani sisi tunahangaika sana na ulimwengu wa leo. Hatujiulizi hata twende kwa nani, yaani kwa Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka. Hakuna. Mambo yakianza kutuhangaisha kwa changamoto, matatizo mbalimbali katika maisha yetu, tunahangaika kweli kutafuta mahali hapo ambapo tunafikiria tutapata kitulizo. Tutaenda kwa nani? Jibu la Petro ndilo jibu sahihi, na misa hii pamoja na kusali kwa ajili tutabariki mwishoni jengo hili, lakini tuione ni ya shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia Baba Mtakatifu mpya kabisa, ambaye jina lake mlivyoona lile la mwanzoni ni Robert, lakini amechagua jina la Leo wa 14. Ndugu zangu wapendwa, kipindi cha Leo wa 14 kilikuwa ni kipindi tunaita cha mageuzi makubwa katika kanisa. Ni mageuzi ambayo yalishitua ulimwengu, kwa sababu kilikuwa kipindi cha mageuzi ya viwanda huko Ufaransa. Kwa hiyo kulikuwa na maonevu ya kila aina, lakini zaidi uwepo wake pale amefanya mageuzi makubwa katika shughuli za kimishonari. Huyu ndiye aliyeanza mageuzi ya mafundisho ya jamii katika kanisa, yaani Leo wa 13. Ndiyo wa kwanza kabisa kuanza mafundisho ya jamii katika kanisa. Na hivi wamishonari wa wakati huo wanapoondoka na kuja nchi za kimisioni,
wahakikishe si kwamba wanajenga kanisa tu na kuwaita watu wasali. Hapo ukiisha ingia, weka miundombinu ya kanisa ya imani, toa elimu toka msingi kabisa, na zamani waliita bushi school, yani chekechea hizi mpaka vyuo vikuu. Toa elimu, toa huduma ya afya, toa huduma ya jamii. Ndio maana vimejengwa vyuo vingi sana, na hata hizi peramio, hizi shule za ufundi hizi zinatokana na roho ya huyu integral development. Unamkomboa mtu, si roho tu wala si mwili tu, kama wengi siku hizi wanavyoenda. Nyinyi watu wa kufundisha imani, nyinyi endeleeni na kufundisha dini, msituingilie huku. Hata ungeua mtu unataka useme tusikuingilie? No, hakuna. Ni kumkomboa mwanadamu mzima, mtu mzima, mwili na roho. Ndugu zangu, aliandika barua ambayo ndio iliwatikisa na hasa bara la Ulaya na sehemu nyingine. Inaitwa Rerum Novarum. Basi walimuhoji kwa kebei, sasa Baba Mtakatifu, unataka kuendesha uchumi wa ulimwengu kwa Biblia? We kazi yako ni kufundisha Biblia, maandiko matakatifu. Utaongeje juu ya haki za wafanyakazi? Kwa hiyo hata Mei Mosi mkisoma sana, kama huwa mnasoma vizuri, unaweza kukuta iliibukia huko. Haki za wafanyakazi, muna haki ya kudai haki zenu na mpate. Kwa hiyo ameandika 1891 Rerum Novarum, yani barua ya kwanza kabisa yenye kuonyesha kuwa ni wajibu wa kanisa kutoa mafundisho ya jamii, yani yanayohusu elimu, yanayohusu afya, yanayohusu jamii. 1891. Kwa hiyo 1991 tulikumbuka miaka 100 ya Rerum Novarum ya Baba Mtakatifu Leo wa 13 kuanzisha mafundisho hayo, na alikuwa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Naye akaandika kumbukumbu ya miaka 100 ya mafundisho hayo. Akaandika barua yake inaitwa Centesimus Annus, miaka 100 kule. Na hiyo yote inaanza kuonyesha mageuzi ya Leo wa 13 na 1991. Tuko wapi? Ulimwengu uko wapi? Kuanzia pale sasa tuanze kwenda 2016. Baba Mtakatifu Francisco, kile kichwa ni cha namna yake pia, akaandika, na hii inaitwa Great Encyclical, one of them, kwa sababu zinasherekea jubilei, miaka 25, miaka 50, miaka 100, 125, 150, 200 na kuendelea. Kwa 2016 ilikuwa miaka 125 ya Rerum Novarum, ya Leo wa 13. Halafu miaka 25 ya Centesimus Annus, kwa sababu 1991 mpaka 2016 ilikuwa miaka 25. Akaandika waraka ule, barua ile inayohusu mazingira, Laudato Si. Yaani ulimwengu ulivyochafuka
na sasa hivi akasema dunia hii, wengine wanatumia sayansi na teknolojia, mataifa makubwa kujipatia tu, kukusanya tu na kuhangaisha kabisa masikini mpaka tunashindwa hata kupata hewa safi. Akasema jamani, dunia hii ni nyumba ya wote. Kwa hiyo mkisoma kule ni nyumba ya wote. Ndio kitu kinachoitwa mabadiliko ya tabia ya nchi, yametokana na uharibifu wa hawa wa mazingira hayo. Ameandika hapo akasema, kwa kweli si mabadiliko ya tabia ya nchi, ni mabadiliko ya tabia zenu. Ni binadamu aliyefanya hivyo. Kwa hiyo ni mabadiliko ya tabia zetu. Ndugu zangu wapendwa, huyu Leo wa 13 amekuwa kipindi cha wamishonari. Wamishonari waliofika Peramiho na kuanza utume ni 1898. Alikuwa yeye. Kwa hiyo wamishonari walipokuja na Wabenediktini ndio waliofika huku wakainjilisha kwa roho hiyo. Hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa tukio hili la kumpata Baba Mtakatifu ambaye amechukua roho ile ile ya Leo wa 13 na yeye akawa wa 14. Ni moyo wa shukurani. Mtume Paulo anahimiza Wakristo wa Tesalonike na anatuhimiza sisi sote kuwa mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Ndugu zangu wapendwa, tunamshukuru Mungu kwa upendo wake kwetu sisi viumbe wake. Yeye alituumba bila mastahili yetu. Kwa namna ya pekee na sehemu ya ukanda huu, yani upande wa kusini huu, tukiwepo jimbo kuu la Songea, alifanya sehemu ya ufalme wake kwa kuwatuma na kuwawezesha wamishonari waliotuletea mwanga wa Injili. Uwepo wa Injili sio tu umeyabadilisha maisha ya watu, bali pia umeyaboresha mazingira ya kuwafanya sehemu bora na rafiki kwa maisha ya binadamu na viumbe wengine. Shukurani halisi kwa Mungu ni kuendelea kumpokea Kristo na ufalme wake. Tumshukuru kwa kuendelea kushiriki kimatendo, kuenzi ufalme wake, kupokea ujumbe wake na kuendelea kumshuhudia kwa kuishi maadili yanayoendana na jina lake. Ndugu zangu, kwa kweli tunawashukuru sana wamishonari wote katika Tanzania, na pia tunakuwa na moyo wa shukurani kwa Wabenediktini wa Mtakatifu Otilia. Hapo 2023 tumesherekea miaka 125 sadaka ya majitoleo yao. Tunavuna na kufurahia maisha na bidii ya jasho lao. Majitoleo yao kamwe hatutayapuuza. Wamishonari wa Benediktini walifanya na maendeleo kuifanya Peramiho kuwa chimbuko la maendeleo ya watu wote wa ukanda wa kusini. Ni kweli usiopingika kuwa wageni wanaokuja Ruvuma kwa mara ya kwanza hawajisikii kama wanafika Ruvuma kabla ya kufika Peramiho. Wakati mwingine Watanzania wasiojua vizuri maeneo haya ya Ruvuma kwa mioyo mieupe watakuuliza wakisema, unatoka Songea ya Peramiho? Wakidhani ya kuwa Songea ni sehemu ya Peramiho. Huu ni ushuhuda wa mambo makubwa ambayo wamishonari hawa wameyafanya kuanzia Peramiho. Ndugu zangu wapendwa sana,
Basi tunawashukuru sana hawa wamishonari, ambapo siku ya leo tunapobariki nyumba hii ambayo watakaa wanafunzi wa sekondari hii ya Centenary, wanafunzi wasichana, tunawashukuru wamishonari waliotuwekea nguzo hizo, namna ya kutoa elimu, afya na jamii kama walivyofanya. Tunawashukuru pia kwa ufundishaji wa dini. Daima ufundishaji wa dini ulipewa kipaumbele. Na sasa je, ndugu zangu mapadri hapa tuko wengi kidogo, pamoja na nyi watawa, mna kipaumbele gani cha kufundisha dini kama walivyofanya wamishonari? Inawezekana hata shule zenu hamfundishi ipasavyo, au hamfundishi kabisa, au mnachukua majeshi ya kukodi. Wakatekumeni waliandaliwa kwa kina. Waamini walipewa mafundisho ya kutosha kabla ya kufunga ndoa, kabla ya kupata komunyo ya kwanza na kabla ya kipaimara. Mafundisho haya yamechangia kikubwa kuifanya imani ya Kikristo iendelee kuwa imara na iwe sehemu ya maisha ya utamaduni wetu wa maeneo haya. Ndugu zangu, wamishonari wa Benediktini walioinjilisha maeneo haya waliamini katika kumhudumia mtu katika ujumla wake, kama alivyokuwa Leo wa 13, yaani kimwili, kiroho, kiakili na kimaadili. Ni katika imani hiyo ujenzi wa makanisa ulienda sambamba na ujenzi wa shule za awali, shule za msingi, shule za kati, vyuo vya ufundi stadi na vyuo vya maarifa ya nyumbani. Mchango huu wa elimu kwa watu haukuwa na ubaguzi. Walihudumia watu wa hali zote, makabila yote, walioamini na wasioamini, watoto wa watawala na watoto wa watawaliwa. Vyuo na shule zilijengwa na kuendeshwa na wamishonari, kama vile chuo cha walimu Matogoro hapo. Hicho kimetaifishwa tu chetu na tutaendelea kukiona chetu. Shule ya sekondari ya Kigonzera kwa yetu, na tutaendelea kuona kama ni yetu kwa kuangalia kama kweli maadili yanafundishwa vizuri na mtu anathamini utu wa mwenzake, sio kumburuza kama mwindaji haramu. Zimezaa matunda mengi na bora. Wahitimu wake wametoa na wengine wanaendelea kutoa huduma ndani na nje ya taifa letu. Wanao mchango mkubwa katika sekta ya umma na sekta binafsi. Lengo la kwanza la elimu halikuwa kutengeneza nguvu kazi labda ya serikali, ya dola, hata siku moja. Lilikuwa ni kumkomboa mwanadamu ili aweze kuyamudu mazingira ya maisha yake. Lengo hilo linaendelea kuwa msaada mkubwa kwa watu wakitumia elimu kupyaisha au kuzihudumia na kuzilea familia zao, kujenga nyumba na kuwa na sehemu nzuri ya kuishi kwa wastaarabu katika kuishi na kutenda na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Ndugu zangu, tunawashukuru kwa huduma pia ya afya kama tulivyokwisha sema na jamii. Lakini tunawashukuru pia zaidi kwa malezi ya familia. Hapa mko wazazi wa watoto hawa. Nashukuru sana mmeitana, mmekuja wote hapa. Sio watoto wanakuja hapa kama watoto yatima, si kituo cha watoto.
mmefika na mnawajibika kufika. Mmefika leo, ni vizuri sana baadhi yenu. Tunawashukuru sana sana. Tunapowashukuru wazazi, tunawashukuru pia kwa huduma za jamii. Ni sehemu ya utume wao, ni sehemu ya utume wetu kama kanisa la kimishonari. Tunasukumwa na imani hiyo, na hivi kanisa hata maeneo haya wamekuwa ni waasisi wa ujenzi wa miundombinu ya maji, ya usafiri, ya mawasiliano na ya nishati. Kwa kupitia wamishonari hapa, ungeona wapi? Hata taa inawaka umeme, ungeona wapi? Na huku kusini ndio kabisa. Sehemu kadhaa waliwafundisha watu kuchimba na kutunza visima vya maji, hao wamishonari. Na leo muendelee. Hanga naona kama mnakuwa vizuri kabisa, mnaendana na wakati. Kuna watu wengine wakishaona tu mashine ile, hata hapa ilichimba hapa, watafika mara moja kweli wanatafuta kodi. Wewe kashule ketu hapa, mnaona wanafunzi hao ni wachache sana, lakini kila mtoto hapa wanachukua kodi kwa kila mtoto wa hapa. Kila mtoto. Halafu za umma, hatujawa hapa washindani. Sisi ni masikini. Basi nadhani sheria hiyo, kabla mjafika huko mnakotaka kwenda, mtatuweka vizuri ili tuweze tukaona kweli tuko pamoja. Sehemu kadhaa waliwafundisha watu kuchimba na kutunza visima vya maji. Walishirikiana na wananchi kuchonga barabara na kujenga madaraja. Unapoenda Peramio pale pana kadaraja kadogo kale, na sasa hivi nadhani kataanguka wakati wowote au hata ninapozungumza, kwa sababu lori zinazopita pale tani 30, tani ngapi, kakupitisha tani zisizopungua 3, 2. We, alafu tukisema tufuateni tu, Mungu tunaye. Walitufundisha wananchi matumizi ya njia ya mbadala za kupata nishati ambayo ni rafiki kwa mazingira. Mimi sidhani una akili timamu. Unaangalia tu mgodi utakuwa wapi, unafungua, unapita katika kijia kile. Nye, did you go to school? Umepata elimu wewe? Elimu gani? You went to school, you are a learned person, but not educated. Haya yote yanatokana na ukarimu wao wa kupenda maendeleo endelevu ya mwanadamu, maendeleo mfungamano. Kama tulivyosema, tunawashukuru sana wanafamilia. Na tunawashukuru kwa sababu gani? Mnazilea familia zenu na watoto wenu hawa mmewaleta kwa kutoa mafundisho kwa watoto. Kwanza, mtoto elimu ya kwanza ni kupata kutoka kwa familia na haki zote kutoka katika familia. Sisi mkileta hapa, hatuwezi tena tukaanza kutoa kitu kile ambacho kinakuwa cha msingi kilichokosekana katika familia hata siku moja. Kwa mtoto akiwa mkorofi na nini, hata wewe mzazi unaweza kusema na mimi huku nimeshindwa, sasa nawaletea wenzangu. Basi tunashirikiana, tunajua jamaa huyu lazima kumwendea vizuri kwa mtindo huu, na wala sio kumpiga, bali tunaelimishana na kuombeana.
waliwaandaa mabindi kupitia vituo vya maarifa ya nyumbani. Leo hii ili wawe mama wanaowajibika katika familia zao. Mafundisho yao yalijikita katika falsafa ya sala na kazi, ora et labora ya Wabenediktini. Kila mwanafamilia alifundishwa kujua na kuzingatia wajibu wake na wala si kutanguliza haki zake. Wanafamilia walihimizwa uchamungu, uchapakazi, uaminifu, ukweli na uwajibikaji. Ndugu zangu, tunawashukuru sana 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 katika hilo. Ninapenda kutumia nafasi hii kushukuru pia kwa serikali zetu. Yaani toka zile za kikoloni zimekuja hata baada ya uhuru, kwa sababu sasa hivi mambo yanayoendelea ni ya watu binafsi humu wanajiongeza kwa kuharibu tu taratibu kwa makusudi. Tangu mwanzo wa uinjilishaji kulikuwa na ushirikiano wa serikali na kanisa ama na wale wadau wa kutoa huduma ya elimu, afya na jamii, kwa sababu si wa Katoliki tu, si wa Kristo tu. Umekuwa ni muhimu sana. Tafsiri sahihi ya mahusiano ya wamishonari na serikali nyakati hizo ni kwamba kila upande ulihitaji upande mwingine. Wamishonari walihitaji vibali vya ulinzi wa watawala wa nyakati hizo, na watawala walihitaji kuhubiriwa na kupewa mwanga wa Injili. Kwa nyakati zetu hizi tunaishukuru sana serikali pia kwa ushirikiano inayotupatia, lakini kwa zile dosari zinazoendelea tumeongea vizuri na tutaenda vizuri. Hata mkuu kiongozi wetu alipopata hilo alisema mulichukulie limetoka kwa bahati mbaya. Si very good. Hiyo ndio amani ya Yerusalemu. Basi tunaiomba tena na kukumbushana tu, lakini tuko mahala pazuri hapa, sina haja hata ya kuendelea. Tunawashukuru mno, wanaendelea vizuri, na nadhani tutafika mahala ambapo tutakaa sawa bila kuleta taharuki ya aina yoyote. Kwa hiyo tunaiombea na kuiomba serikali iendelee kuweka sera na mifumo ambayo ni rafiki kwa wamishonari, ikizingatiwa ukweli kwamba kanisa letu na utume wetu ni la kimisionari. Na hivi basi tunaomba pia wawatambue wale ambao wanaweza kuwaharibia na kuharibu kabisa hali ya hewa kwa ubinafsi wao, washikapo nafasi za juu katika maeneo hayo. Ndugu zangu wapendwa, nitumie nafasi hii tunapowashukuru, basi tunaendelea kuomba ili kusudi hiki kinachoendelea sasa kuona kama makanisa yetu, wadau wakubwa wanaotoa elimu, afya na jamii, kama ilivyo katiba yetu, hatukuja hapa kwa ajili ya kufanya biashara. Wamishonari hawa hawapo kwa ajili ya kufanya biashara. Ingeishaishia huko kwenye mapinduzi ya miaka ya huko. Na ndio maana hata mambo haya sasa hivi yapo, tunatikizika kweli. Ikiwa chuo kikuu kama ni cha serikali milioni 7, chuo kikuu cha kwetu kwenye nani zinazomilikiwa na mashirika ya dini tusizidi milioni 4,
tena kwa madaktari, halafu kutoka hapo tutoe kodi kwa sababu tunafanya biashara. Haitakiwi kwenda shule. Hizi ada mnazoziona zinaendelea hata kwenye shule zetu hizi. Hawana namna, la sivyo inakufa, huwezi kaendelea. Ndio maana wanaweza kusema ulipe milioni. Lakini wakitoa hizo zote, tena hizi zimeanza tu, tusitaje awamu, acha tu. Hakuna, watu wataneemeka, maendeleo yatakuja. Na sisi sasa ukimbana atafanyeje ili kiwepo? Itabidi tena, si wewe una kodi yako, itabidi afanye nini? Itamuumiza sasa mtu huko. Angalia mashule yao ya gharama, mbona uambii tunatoa kodi sana? Kila mtoto anayesoma hako atakayejiroga kuingia huko ni kodi tu. Muwe 20, muwe ngapi, kila mtoto atalipa kadiri ya nani yako. Tunatazama tu wako wangapi tayari. We are not, the church is not a competitor. Tutashindania nini na nyinyi? Mna kila kitu, ndio wakusanya kodi, ndio wa kila kitu. Mtuone tunashindana kweli? Nadhani haka kajengo Baba Gama, asante, kamefika hapo, maana kalikuwa hapo kwa ajili ya mambo mengi. Kalibaki hapo. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumempata hapa mpya aliyochukua jina hilo. Sasa ni Leo wa 14. Nadhani mambo sasa yataenda vizuri kabisa. Ataendana na ulimwengu wa leo, lakini hata kuwa anaufukuzia ulimwengu wa sayansi na teknolojia ambayo inaenda kule kusiko na Mungu, bali itakuwa hapo katikati, hapo nyuma, ikitazama na kutengeneza taratibu na kuomba, ili kusudi spidi inayoenda hiyo iwe ni kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu, pamoja na haki za binadamu na haki zote za maisha ya wanadamu. Tumuombe Mwenyezi Mungu amjaliwe nguvu tele, na hapo atakapoanza rasmi shughuli zake huyu Baba Mtakatifu mpya aweze akaendelea vizuri. Huyu inaonekana walau katika Afrika hapa tunamfahamu. Inawezekana hata Kenya, nadhani alifika mwaka jana, mwaka juzi. Tena alifika wakati ameingia tayari pale Vatican. Ni mtu wa Agustiniani. Isije ikawa alishafika hata Mahanje. Tuendelee tu, lakini basi amefika kufika. Lakini wamishonari hawa wako kati yetu. Tunadhani basi tuko mahali pazuri, na tuzidi kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu asije akawa na yeye alifika hapa akawa na bano na sheria hiyo, lakini bila shaka alifika labda nyuma pakiwa pazuri zaidi. Tunashukuru sana wamishonari. Sasa hamuna ile hofu iliyokuwa imetanda, na hasa kutoka 2016 kuendelea hapo, baada ya kupata tu tarehe 1 mwezi wa 10 2016 kupata tu ile exemption aliyetupatia rais wakati ule. Tuko vizuri, tuzidi kuwaombea. Wameenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Mkiona ni wadhambi, wanahitaji zaidi sala zetu. Mkiona ni watakatifu, musali zaidi, ili kusudi wakaingie huko watuombee. Tusali, tumuombe Mwenyezi Mungu ustawi wa nchi yetu, ili Mwenyezi Mungu atawale na nchi yetu iweze kwenda kwa amani na mshikamano wa kitaifa. Tuzidi kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake anazotujalia katika taifa letu. Tumsifu Yesu Kristo.